misingi ya uongozi na namna utavyopata uongozi iwe ni kwa hiari na kwa heshima ya watu na wanaokuchagua. Uwe unatokana nao kwa haki. Misingi ni miwili, ni watu na haki, ndiyo inakuweka katika uongozi. Ukipewa uongozi kwa haki na watu wenyewe, watu watakusikiliza. Ukiwanunua, unajua uhusiano wa mnunuzi na mnunuliwa. Ukinunua ng'ombe huwezi kuuliza alikokwenda, maana ulishauza. Ukimpa mtu uongozi unamwajibisha kwa sababu anatakiwa awajibike kwa waliomweka. Hiyo ndio tofauti yake. Katika masuala ya maadili, tunajua kuna watu wanaanza kutembeza pesa, tunawajua, si hapa Ilala tu, hata kwingine huko nimepita. Nimewaambia sisi tuko tochi ya CCM ipo. Tutakwambia wewe bwana, wewe ulifanya makosa kuamua juu ya hatima ya pesa zako. Wale ambao wanapita na hawana hoja wala hawana maelezo wala hawana uhusiano na watu, lakini wao wana uhusiano na pesa, tunaambia hii CCM ya sasa hii haiwezi kuwakaribisha wala haiwezi kuwateua, wala hatukati watu, si tunateua tu kwa vigezo. Na yule ana hofu ya kukatwa asiogope. Si tunafanya vigezo. Vigezo ni 1, 2, unavyo unapata, unasubiri. Hapa ni maendeleo, biashara na mawasiliano. Kusamini watu wetu, kujali watu wetu, kupenda watu wetu, kuishi nao, kukaa nao kwenye mvua, kwenye jua na kwenye starehe. Haya hayafanikiwi bila uongozi mahiri wa chama wa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na wenyeviti wetu wa kata, makatibu wa kata, makatibu wa tawi, mabalozi kwenye mashina, umoja wetu ndio unatupeleka mbele. Tulianza katika kuhamasisha watu wakajiandikisha na kuboresha taarifa zao katika daftari la kudumu la wapiga kura. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza zoezi hilo, limeweza kwenda vizuri ndani ya wilaya yetu ya Ilala. Vijana wengi sana wamejiandikisha, na sio wenyewe mashahidi, tulikuwa tupita kwenye vituo utakuta mwamko wa vijana ni mkubwa sana. Lakini la pili, sasa tunakwenda tena kutoa hamasa kwa vijana wenzetu kwa namba ile ambayo tulojiandikisha kwa ajili ya kwenda kupiga kura mwezi Oktoba.